ili ufanikiwe unahitaji msaada wa kiroho. Sasa yako mafanikio ya aina mbili katika maisha ya mwanadamu. Yako mafanikio ya kiroho, lakini yako mafanikio ya kimwili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tunapozungumza mafanikio ya kimwili, ni ile hali ya mtu kuwa na utoshelevu, ni ile hali ya mtu kuzifikisha ndoto zake au hatima yake aliyokusudiwa na Mungu hapa duniani. Kila mmoja anayo hatima yake. Kila aliyeko mahali hapa ana hatima yake. Hakuna mtu aliyezaliwa tu bule tu. Mwingine anasema mimi nimezaliwa tu kwa sababu ya starehe za wazazi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana ikawa hivyo. Kama haingekuwa mpango wa Mungu, ungekufa kipindi mama yako anajifungua au mimba ingeharibika. Lakini maadamu umezaliwa, wewe umezaliwa uko katika mpango wa Mungu. Na lipo kusudi ambalo Mungu angelitaka ulifanye hapa duniani. Sasa hilo kusudi ambalo Mungu amekukusudia kulifanya hapa duniani, unahitaji nguvu ya kukufanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mafanikio ya aina mbili. Kuna mafanikio ya kimwili ambayo yana uhusiano hapa duniani, lakini kuna mafanikio ya kiroho ambayo yanahusu mbinguni. Mtu anapokuwa anaishi hapa duniani na anapokuwa ameokoka vizuri na akafanikiwa kwenda mbinguni, huyo amefanikiwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini mtu anapoishi hapa duniani alafu akawa na utoshelevu katika maeneo fulani, huyo anaweza kuwa amefanikiwa kwa sehemu. Ukisoma kitabu cha Luka ile sura ya 16 mstari wa 19, inazungumza kwa habari ya watu wawili. Kuna mtu mwingine anaitwa Lazaro, lakini kuna mwingine anaitwa ni tajiri. Biblia inamuita kama tajiri. Wale wote walikuwa wamefanikiwa. Hebu sema walikuwa wamefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Isipokuwa mafanikio yao yalikuwa ya tofauti. Kuna mwingine alipata mafanikio ya kiroho, lakini kuna mwingine alipata mafanikio ya kimwili. Hebu tusome Luka 16 ule mstari wa 19. Naomba mmoja nisomee aliyoiona. Luka 16 ule mstari wa 19. Soma kwa sauti kubwa. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri, aliyevaa nguo za rangi ya zambarau. Yes. Na kitani safi. Hebu chukua mic kwa sababu tuna rekodi hapa. Chukua mic. Wewe unashika mic, unatusomea vizuri, inakuwa ni vizuri zaidi. Haleluya. Mic, nema mpe mic. Yes, iko hapo. Hiyo hapo. Ndio chama. Soma. Haleluya. Amen. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau. Yes. Na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Yes. Na maskini mmoja jina lake Lazaro, yes, wekwa mlangoni pake na vidonda vingi. Yes. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Yes. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yes. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Ndiyo. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Yes.
akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, aburudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ishi hapo hapo. Umeona hao watu walikuwa wamefanikiwa wote, lakini mafanikio yao yalikuwa ya tofauti. Mmoja alifanikiwa hapa duniani, lakini mwingine alifanikiwa kule wapi? Tuseme ni mbinguni wa kipindi kile. Maana yake ilikuwa ni sehemu ya kustarehe. Kwa hiyo yule ambaye alifanikiwa duniani alikuwa ni tajiri, alikuwa anateseka kule mbinguni, kule kuzimu. Lakini Lazaro alikuwa hana mafanikio ya kimwili, lakini alikuwa na mafanikio ya kiroho. Yesu asifiwe sana. Sasa kitu gani kilichofanya watu hao kuwa tofauti? Wote walifanikiwa kwa maeneo tofauti. Ijapokuwa Mungu anataka tufanikiwe mafanikio yote, ufanikiwe kiroho, lakini pia ufanikiwe kimwili. Na ndio maana ukisoma waraka wa 3 wa Yohana ile sura ya 1 mstari wa 2, anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu anataka watu tufanikiwe kiroho, lakini tufanikiwe kimwili. Kwa hiyo zijue njia ambazo Mungu anatumia, au ijue njia itakayo kufanya wewe kupata msaada. Kumbuka, mafanikio yoyote yanahitaji msaada. Wewe peke yako huwezi kufanikiwa bila kupata msaada, na msaada huo unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu yeyote anapokuwa amefanikiwa, ni vigumu sana kufanikiwa yeye kama yeye bila kupata msaada. La sivyo atakuwa na mafanikio ya kawaida tu, kidogo kidogo tu. Leo umepata 10,000, 2,000, 3,000, ndio maisha ya watu wengi yako hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepata 1,000, umepata pesa kulipa kodi ya nyumba nini, ni kawaida tu vile. Lakini mafanikio ambayo wewe mwenyewe utasema, mimi sasa nimefanikiwa, nimetosheka, nimeshiba, lazima uhitaji msaada. Lazima upate msaada kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anaweza kupata msaada kutoka pande hizi mbili, upande wa Mungu au upande wa adui. Lakini kuhusu upande wa adui mimi siwezi kuzungumzia, kwa sababu sisi wote ni watu wa Mungu hapa. Nataka tujue tufanye nini ili tupate msaada kutoka kwa Mungu. Anaweza asifiwe sana. Zaburi sura ya 20 anasema kwamba atakupa msaada, atakupelekea msaada kutoka patakatifu pake. Anaweza asifiwe sana. Anasema akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Kwa hiyo Mungu anahitaji sisi atupe msaada, lakini hatujajua njia gani tutaitumia ili Mungu aweze kutupa huo msaada. Watu wengi wamekuwa na maisha ya kawaida. Watu wengi hatima zao zimebagazwa na zimevurugika. Watu wengi wamekusudiwa kuwa wafanyabiashara wakubwa. Watu wengi wamekusudiwa kuwa wachungaji wakubwa, lakini wametembea katika viwango vya chini kabisa. Kanisa asifiwe sana. Kuna mambo ambayo unahitaji Mungu akufanyie, lakini umekuwa huoni. Tatizo sio Mungu. Mungu anampenda sana mwanadamu, na Mungu anapenda sana sisi watu wake tufanikiwe.
Lakini Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asingejiwekea kanuni, ingelikuwa ni fujo, kwamba kila mwanadamu tu Mungu amwezeshe, ilikuwa ni fujo. Na kwa sababu wanadamu tuko wengi, Mungu akaweka utaratibu, atatufanikisha kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukitaka kwenda mbinguni, mafanikio ya kwenda mbinguni sio rahisi vile unafikiri. Biblia inasema njia ile imetatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, lakini njia inakwenda upotevuni ni pana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenda mbinguni tu kwenyewe unahitaji msaada wa Mungu. Kwenda kumjua Yesu Kristo, kuokoka kwenyewe tu ni msaada wa Mungu. Bila Mungu wewe usingekuwa hapo ulipo. Amen. Usingekuwa unasema mimi nimeokoka. Usingekuwa unaimba na luka unasema Yesu nakushukuru. Unahisi uwepo wa Mungu ni kwa sababu Mungu ameachilia msaada kwako. Akasema huyu aokoke tu. Huyu mwanangu Mama Jordan amjue Mungu tu. Usije kawacheka wengine ambao hawajamjua Mungu, hawajaokoka, ukafikiri kwamba hao labda ni washamba sana. Hapana. Ni msaada tu. Ni neema tu ambayo Mungu amekupa. Amen. Kwa hiyo hapa duniani bila msaada kutoka juu hauwezi kuwa na furaha, hauwezi kuishi katika hali ya mafanikio. Tunahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Na Mungu anatamani sana kukutusaidia. Anatamani sana kutuvusha na kutufanya kuwa bora. Anatamani. Amen. Lakini anashindwa. Kwani kwa sababu sisi wanadamu hatujajua kanuni ambayo Mungu anaitumia kuwabariki watu au kuwainua watu. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachovuta msaada kutoka kwa Mungu ni imani. Nimesema imani. Imani. Unahitaji lolote kutoka kwa Mungu, Mungu anachoangalia, anaangalia imani. Tunapozungumza imani maana yake nini? Imani maana yake ni uhakika ulioko ndani ya mtu, ulioko ndani ya moyo wa mtu. Ukisoma kitabu cha Waebrania ile sura ya 11, Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania ile sura ya 11 ule mstari wa kwanza. Anasema basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Yaani imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Yaani unatarajia. Unapotarajia kile kitu unakuwa na uhakika nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani mambo hayaonekani lakini yanakuwa ni bayana. Yaani yakipo kitu lakini ni bayana. Kwa hiyo kwa maana nyingine imani ni uhakika unaokupa kuchukua kitu kisichoonekana. Unaokupa kuchukua mambo yasiyoonekana. Hayaonekani wala hayasikiki, lakini imani yenyewe inakupa uhakika na inakuwezesha kuchukua. Kwa maana nyingine imani ni mikono ya kuchukua kitu kisichoonekana kwa macho lakini kipo. Ukinisikia hapa, yaani ukinielewa tu hapa, hata kama una ugonjwa utapona sasa hivi. Amen. Ukinielewa hapa, hata kama una hitaji lako Mungu atakutendea sasa hivi. Amen. Kwa sababu Mungu anaangalia imani. Kwa hiyo ule uhakika unakuwezesha kuchukua baraka zako kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika ulimwengu wa roho, Mungu ni roho. Na mwanadamu ni roho inayokaa ndani ya, yani mwanadamu ni roho au mwanadamu ni roho inayokaa ndani ya mwili. Sasa kuna utenganifu mkubwa kati ya mwanadamu na Mungu. Kinachotutenganisha na Mungu na mwanadamu kwa sababu mwanadamu ana mwili lakini Mungu hana mwili. Ni roho. Sasa
kinachokukutanisha wewe na Mungu ni imani. Kinachokufanya wewe umsikilize Mungu, imani pekee ndiyo inayokuunganisha wewe na Mungu, kumsikia Mungu. Kumbuka Mungu ni roho, hana mwili. Kwa ili aseme na wewe, kinahitajika kitu kinachoitwa imani. Kwa maana nyingine, imani inafananishwa na king'amuzi au kisembusi. Nani anakitia kisembusi? Jamaa, tunavyo nyumbani. Mbele king'amuzi tunavyo. Amina. Na king'amuzi siku zote huwa kinadaka mawimbi. Unajua katika ili anga, katika haya mawingu, yani hii wewe, kuna mawimbi mbalimbali. Kuna mawimbi ya ITV, kuna mawimbi ya TBC, kuna mawimbi ya Deutsche Welle. Sasa ili hayo mawimbi uweze kuyapata, yaingie kwenye TV au kwenye radio, unahitaji king'amuzi au unahitaji antena. Ndio maana kuta wengine wameweka antena juu, kwani wanatafuta kunasa mawimbi ya channel fulani. Kwa sababu katika hili anga kuna vitu visivyoonekana vingi vinapita. Kwa hiyo lazima kiwepo kitu chenye kuyanasa hayo mawimbi ili atengeneze picha halisi, ili atengeneze sauti halisi. Amen. Kama nila nyosha mkono hivi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo imani inafananishwa na king'amuzi kinachotoa tafsiri katika ulimwengu wa roho, kwamba Mungu anasema nini, au katika ulimwengu wa roho kuna kitu gani kinaendelea. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu gani kinahitajika, nini kinaendelea. Kwa hiyo imani kazi yake ni kukuonesha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu ni roho. Katika ulimwengu wa roho Mungu ameachilia baraka za kila mmoja. Hebu soma kitabu cha Efeso. Efeso ile sura ya kwanza. Efeso sura ya kwanza ule mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma kwa msaada wa Mungu Efeso. Mmoja aliona some. Sura ya kwanza mstari wa 3. Nitasoma. Amen. Msaada Bwana. Neno la Mungu linasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, yes, aliyetubarikia kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho Mungu ametubariki. Kumbuka kila mmoja aliyeumbwa na Mungu ana full package. Amen. Ya kila unachokihitaji. Mungu alipokuumba na alipokuleta duniani, alikwisha kukuandalia na mume ambaye atakuoa, alikwisha kukuandalia na kazi utakayoifanya, amekwisha kukuandalia na biashara utakayoifanya, lakini alikwisha kuviandaa vipo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unapozaliwa vinakuwa vipo tu, unapoishi vipo tu. Sasa ili uvichukue unahitaji kuwa na kitu kinachoitwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unapokuwa umepokea kitu kinachoitwa imani ndani yako, ile imani inaanza kukuonesha. Ndio maana kuna wengine hapo kipindi tu unaokoka unashangaa unaota, unaota labda unahubiri kwenye mikusanyiko mikubwa. Kuna mwingine unaota umeolewa na mtu fulani mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaota labda una supermarket kubwa, una duka kubwa. Lakini ukiamka asubuhi, yaani hata kibanda cha nyanya hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukiamka asubuhi kama unaota unahubiri hata kondoo mmoja tu ile kufuga huna. Lakini ukilala unaota mambo makubwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaota mambo mazito mazito. Unaota unahutubia mkutano sehemu fulani au ni kiongozi fulani. Lakini ukiamka asubuhi, hata hizo dalili hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinachokuonesha? Kinachokuonesha ni ile imani kidogo ulionayo. Mungu anakuonesha katika ulimwengu wa roho mambo ambayo Mungu amekuandalia. Kwa sasa
Mungu anapotaka kuachilia msaada kutoka kwako, anahitaji kuona, je, una kiwango gani cha imani? Yesu Kristo pamoja kwamba yeye ni Mungu, watu hata 5 au 6 au 7 hawafiki aliyowafufua. Watu waliotendewa miujiza mikubwa na Yesu ni wachache sana. Waliokuwa wakimfuata Yesu aliwaambia, je, wewe una imani? Akisema ndio ninayo, yule mtu angeweza kupokea muujiza mkubwa, angetendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama Mkananayo alimfuata Yesu. Akasema, Yesu, naomba umponye mwanangu. Yesu akamwambia, muondoka bwana. Usichukue chakula cha watoto. Siwezi kuchukua chakula cha watoto niwape mbwa. Lakini Yesu alivyoona ile imani ile mama, anasema hata mbwa anakula makombo ya bwana wake. Yule mama alikuwa na imani, anaamini kwamba ndani ya Yesu kuna majibu ya mwanae. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu akashangaa imani ya yule mama. Imani inakupa kuona, ilimpa kuona muujiza wa mwanae kuwepo kwa Yesu. Sasa kwa sababu ya ile imani, yule mama akapokea muujiza, mtoto wake akawa mzima. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachosababisha watu ni kwa sababu ndani ya mioyo yao wana mashaka. Unajua, mtu amekuja hapa, anakuja tu kusali kutimiza wajibu, lakini kiukweli kwenye moyo wake haamini kwamba hata kuna Mungu wala nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala hategemei kwamba labda anafikia nitapata msaada kutoka kwa Mungu. Kuna mwingine anafikiria hapa, yani hapa sina mtaji hapa, nini hapa nikifanya hivi nikope, nikifanya hivi tena, yani haamini kama Mungu anaweza kufaje kumtendea jambo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kizuizi kikubwa kinachoondoa msaada kutoka kwa Mungu ni ile hali ya mtu kutokuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kusoma kitabu cha Waebrania ile sura ya 1, sura ya 11 mstari wa 6. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kama kuna dhambi kubwa ambayo tutakuja kuhukumiwa wanadamu, hatutahukumiwa kwa sababu tulikuwa ni wazinzi. Hatutahukumiwa kwa sababu tulikuwa ni waongo. Hatutahukumiwa kwa sababu tulikuwa ni wachawi. Mungu atakuja kuhukumu ndani ya watu kwa sababu hawana imani. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ndani ya mtu mwenye imani anamuona Mungu. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Ili kila mtu amwaminie asipotee. Automatic manake kama hauamini umepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawatafuta wale wasioamini. Sasa Mungu hawezi kupeleka msaada kwa mtu aliyepotea. Yaani hata Mungu mwenyewe pia hakuoni. Unahitaji kazi lakini bado huamini, manake wewe umepotea. Unahitaji mume lakini bado wewe huamini, manake ile tendo la kutokuamini tu automatic umepotea. Sasa Mungu hakuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema bali wale wamwaminie wasipotee. Kwa unapoishi bila kuamini, wewe unatembea gizani. Tendo la kuokoka, mtu anaposema mimi nimeokoka, automatic umetoka kwenye nguvu za giza, umeingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kuokoka nini? Kuokoka maana yake ni kuamini. Anaweza asifiwe sana. Ukinisikia hapo, ukinielewa tu hapo, kuna kitu Mungu atafanya kwenye maisha yako. Kule kuokoka tu maana yake umeamini. Na siku ulipoamini ndipo ulipopokea ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Kuna uhusiano wa nguvu za Mungu na imani iliyoko ndani ya mtu. Kuna uhusiano wa nguvu za Mungu
na imani iliyoko ndani ya mtu. Pamoja na kwamba Mungu ndiye Mungu anayeweza vyote, pamoja na kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi, pamoja na kwamba Mungu dunia yote, fedha na dhahabu ni mali yake na sisi ni watoto wake, lakini hauwezi kupata fedha wala hauwezi kupata chochote kutoka kwa Mungu kama ndani yako hakuna imani. Unaweza zipe sana. Kwa sababu imani yenyewe inakutoa kwenye giza, inakupeleka kwenye nuru. Kwa kuna watu leo walitoka gizani wakakaa kwenye nuru, tena wamerudi gizani tena. Yaani umetoka gizani ulipomwamini Kristo, ulipookoka kwambia Yesu, leo nakupokea. Unasomesha pale sala ya toba, sema Yesu, Yesu nimekupokea leo uwe Bwana na Mwokozi wangu. Tayari umeokoka. Na unapookoka pale pale mtu unapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Yule mwenye kufunguka moyo wake kama kunena kwa lugha atanena kwa lugha pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani ile nguvu ya Roho Mtakatifu inatoka wapi? Nguvu ya Roho Mtakatifu inatoka mbinguni, inaingia kwenye moyo ulioamini. Kuna vitu vingine leo hauvipati kwa sababu uliingia kwenye nuru, baadaye ulivyoona hali ya eleweki ukatoka. Kwa hiyo ukabakia tu gizani, japokuwa unasema Yesu ni wangu wa uzima wangu, upo gizani tu. Yaani unaimba, Mungu anasikia tu sauti lakini hakuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema natoka gizani kwa jina la Yesu. Sema natoka, sema kutoka moyo, sema natoka gizani kwa jina la Yesu. Kitu gani ambacho kinafanya watu wanakuja nuruni alafu wanarudi gizani? Ni mashaka. Yaani mtu ana mashaka ni kile ambacho Mungu amemwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Miongoni mwao nilikuwa ni mimi. Mungu aliponiambia nimekuita leo kama mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akaniahidi vitu vingi. Lakini matokeo yake vile vitu ni kama yale ambayo Mungu aliniambia ni kama sioni hata kimoja. Nikaanza kujuta. Nikaanza kufikiria hivi, ina maana huu wokovu niliokoka, hii tendo la ili ni kweli nimechukua ni uamuzi sahihi kweli? Au mimi nimepotea tu au nimejichanganya? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikana maswali kwenye moyo wangu. Sasa katika hali ya kujiuliza, nikaambia Mungu, hivi kweli wa Mungu, wewe kweli upo au vipi? Au nimejichanganya? Sababu kila ulichokisema sioni chochote. Uliniambia utanipa gari, siona gari. Uliniambia utanipa pesa, hali ni ngumu. Sasa mwenye nyumba anataka kunifukuza. Sasa hivi kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaanza kujiuliza haya maswali, nikaanza kumlaumu huyo Mungu. Mungu akaniambia tatizo lako wewe hauna imani. Niuliza nijibuje? Nimelaza siti kwenye gari hivi na tafakari, yani nimezama kweli. Akaja mtu ana furushi la matakataka. Yaani wale watu wanaokuwa sio wakuta makopo, wale machizi vichaa wale. Sasa mimi nilikuwa driver taxi by profession. Sasa nimelaza siti kwenye gari nasubiri mteja, yule mtu akafungua mlango, ana furushi la matakataka. Nikasikia harufu yani nikichaa yani manywele. Akasema vipi tatizo lako wewe hauamini? Nikamwambia karibu, yani nikashangaa naenda tu, nikamuita hasikii. Lakini kwenye moyo wangu aliposema tatizo lako hauamini, nikawa nijibu yake nilichokuwa nakiwaza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wengi wameahidiwa mambo makubwa na Mungu hayatokei kwa sababu waliingia nuruni alafu wakarudi gizani tena. Nilikuwa natia mashaka juu ya kile ambacho Mungu amesema na mimi. Kuna vitu vingine Mungu anaweza akakwambia ni vikubwa vinavyopishana na akili za watu, hata wakati mwingine hata akili yako inapishana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wote kwenye Biblia waliotenda mambo makubwa walikuwa na imani. Kumbuka Mungu ni mwanadamu. Kumbuka mipango ya Mungu sio mipango ya mwanadamu. Njia anazotumia Mungu kukubariki sio njia za nani?
za mwanadamu. Shida ya watu wengi, wanajaribu kufananisha akili zao na Mungu. Wanajaribu kufananisha mawazo yao na Mungu. Mungu hayupo hivyo. Mungu ni mkubwa sana. Mungu anaposema nitakupa mume waziri, sasa nafikiri hivi, mimi kweli nitapata mume waziri? Mimi mwenyewe hata ubalozi wa mtaa tu sio balozi. Hata kile ile kadi ya chama tu sina. Sasa waziri mimi nitakutana naye wapi? Kanisa ziwe sana. Hivi ukijaribu kuvuta mazingira, unaona mazingira yani kupimanisha, unaona hakipo kabisa. Kwa hiyo kila Mungu anachokisema kwako kinagonga kwenye ufahamu wako, kwa sababu ni kinazidi ufahamu wako. Usiangalie nini, usiangalie mazingira anasema nini. Wewe angalie kile Mungu anasema, alafu amini kama alivyosema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mfano mzuri kwenye Biblia ni mama yetu Bikira Mariamu. Bikira Mariamu alitokewa na malaika kama utazaa mwana. Hebu tusome Luka ile sura ya kwanza ule mstari wa 31. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini tu hili neno litakuvusha, litakutoa tu sehemu. Luka sura ya kwanza ule mstari wa 31. Soma kwa sauti kubwa. Neno Mungu linasema, yes. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Yes. Na jina lake utamuita Yesu. Yes. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Mungu, mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Yes. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Yes. Na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Yes. Mariamu akamwambia malaika, itakuwaje neno hili? Yes. Maana sijui mume. Yes. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Yes. Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Yes. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Yes. Wa Mungu. Endelea. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Yes. Na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bikira Mariamu alikuwa ni bikira. Unajua bikira ni mwanaume. Naomba kama nitatukana matusi mnisamehe. Bikira ni yule mwanamke ambaye hajawahi kukutana na mwanaume wala hana mwanaume, yani kale kabikira kabinti kadogo ambako hakajakutana. Yani bikira ni mwanamke lakini hajakutana nani na mwanaume, alafu hana mume kabisa. Alafu sasa tuvute picha, mfano sasa wewe ndo Bikira Mariamu, alafu ndo malaika anakutokea anakuambia wewe utazaa nini? Mtoto. Tena utazaa mtoto mwanamume, ataitwa Yesu. Bikira Maria anauliza, mtazaeje? Mbona mimi sijui mume mwenyewe sina, alafu unasema mtazaeje? Lakini malaika akamwambia hivi, itakujilia nguvu akisha kuja huyo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bikira Maria anauliza itakuwaje? Anasema usijali, itakuja nini? Itakuja nguvu. Tuona kule chini malaika anasema kwa Mungu yote yanawezekana, hakuna lisilowezekana. Ule mstari wa 35 bila shaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yote yanawezekana kwa Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana, itakujilia nguvu. Sikiliza, imani inavuta nguvu kutoka kwa Mungu. Imani, kuna uhusiano kati imani na nguvu ya Mungu. Ni kama vile sumaku na chuma. Nakwambiaje? Ukiwa imani yako ni pungufu, utaita mtumishi mwenye upako akisema miti ile pumzi yake tu miti inakauka. Nakwambiaje? Kama una imani hauwezi kupata chochote. Mitume walikuwa pamoja na Yesu,
Lakini Yesu ndani yake kulikuwa kuna nguvu. Kuna wengine hata hawajaacha historia yoyote. Kwa sababu walikuwa na imani pungufu. Kwa hiyo ili uweze kuvuta msaada kutoka kwa Mungu, ni lazima ujitahidi kuwa na imani. Panaweza zibe sana. Bikira Maria yeye akaishia tu kuamini, akasema na iwe kwangu. Ilikuwa haikuwa? Hakumzaa Yesu, hakumzaa. Panaweza zibe sana. Kwa nimesimama kama malaika wako leo. Amina. Leo nimesimama kama nani? Kama malaika wako leo. Utazaa. Kuna kitu kitazaliwa kwako. Amina. Kuna biashara kubwa inazaliwa kwako. Amen. Kuna jambo kubwa linatokea kwako. Amina. Haleluya. Haleluya. Kuna jambo kubwa Mungu anakwenda kutenda kwako. Amini tu, sio na mashaka, amini tu. Amini tu. Inawezekana na ugonjwa leo, ugonjwa huo ni mwisho kabisa. Inawezekana una matatizo au una ndugu yako anaumwa. Leo amepona kwa jina la Yesu. Haijalishi daktari anasema nini. Haijalishi mazingira anasema nini. Kwa neno hili nasimama kama malaika wako. Nasimama kama mjumbe wa Bwana kwako leo. Amini tu. Likapasiterema mama. Haleluya. Bikira Maria akaliamini neno la Mungu. Sababu kubwa ya watu wengi kuto kufanikiwa ni kwa sababu hatuamini neno la Mungu. Panaweza zibe sana. Hatuamini neno la Mungu. Lakini jambo la pili, ili upate msaada kutoka kwa Mungu, jambo la pili, unapaswa pia na kuamini watumishi wa Mungu. Huwezi kuliamini neno la Mungu lakini yule mtumishi anayetumiwa na Mungu usimwamini. Hiyo nayo pia ni mtihani. Watu wengi hawaamini watumishi wa Mungu. Na hii ni tatizo la kanisa. Wewe tu litokee tukio tu hapa, linaruhusu mchungaji, utaangalia kwenye mitandao. Utasikia mchungaji fulani hivi na hivi. Maana yake hata wachungaji wetu hatuwapendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasikia mchungaji fulani hivi na hivi. Watu hawapendi wachungaji wao. Unaweza kuwa unaenda kanisani lakini kiongozi wako kiroho umpendi. Usitegemee kwamba utapata msaada kutoka kwa Mungu. Mungu anahitaji sana kutupa msaada. Anahitaji sana kutubariki. Anatutamani sana tuwe watu fulani, lakini kutokana na upungufu wa imani zetu imekuwa tatizo. Tunaposikia leo Musa alifanya mambo makubwa, bahari ikapasuka, wana wa Israeli wakapita katikati ya bahari na bahari haikuangamiza, ni kwa sababu tu alikuwa na imani tu. Anaweza zibe sana. Alikuwa na imani. Sasa imani inakuja ndani ya mtu. Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Bikira Maria alipolisikia neno, akaruhusu hiyo imani yake ikamfanya Yesu kuzaliwa. Amen. Kina Musa walifanya makubwa kwa sababu walikuwa na imani. Kina Yohana na kina Petro walifanya makubwa kwa sababu walikuwa na imani. Imani inavuta msaada. Imani inavuta nguvu. Bikira Maria akaambiwa kwamba wewe amini tu, itawajilia nguvu akisha kuja huyo Roho Mtakatifu. Automatic unapoamini ile nguvu inakuja pa. Siku ile ulipookoka tu, ulipoamini Injili, mtu anahubiri habari ya Injili, ulipoamini ndipo bado ukapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna wengine hapo wana nguvu za Roho Mtakatifu kwa sababu ndani yao waliamini Injili ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo tuamini mimi na wewe. Sijajua unapitia changamoto ipi. Hebu leo amini, iko nguvu hapa itakayo kuvusha na kukutoa katika hali ya kudharauliwa na kukupeleka katika hali ya heshima. Inawezekana biashara yako haiendi sawa sawa, lakini amini tu iko nguvu itakayo boost biashara yako. Amen. Inawezekana ndoa yako haiko sawa sawa, lakini iko nguvu itakayopeleka upendo katika ndoa ile, kwa mume au kwa mke. Inawezekana kuna mambo yamekuwa mazito na magumu kwako, lakini kama ukiamini iko nguvu. Mimi nashangaa kwenye mkutano, wale wahubiri wa kwenye mikutano ya Injili mikubwa, sio kwamba wana maupako mengi sana,
wanawaaminisha tu watu kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na milele. Ikiwa aliponya zamani, hata sasa pia anaweza kuponya. Anaombea kilema inuka. Unakuta kilema anajitahidi, anainuka zengana, anainuka kwa anapata nguvu. Miguu inapata. Kwa nini? Kwa sababu ameamini kwamba kupitia jina la Yesu anaweza kuinuka. Hebu na wewe inuka kuanzia leo. Inawezekana umeanguka kwenye uchumi, inuka kuanzia leo. Kwa maana iko nguvu ya kukuinua. Inawezekana umekata tamaa, inuka kuanzia leo. Bwana yuko upande wako kukupigania. Amina, amina. Haleluya, haleluya. Nataka leo tufanye zoezi la kuamini. Nakumbuka nilipokuwa nikifanya mazoezi ya kuamini, kiongozi wangu akiwa alinifundisha namna ya kuamini katika kile unachokisema. Kuna mtu mmoja nikaamini akasema siku ya kesho utapokea 300,000. Ni kweli nilipomtamkia maneno alivyoamini na kweli alipata kwenye mazingira ambayo hata hatukutegemea. Amina. Ni imani tu. Biblia inasema utakusudia jambo na litathibitika, litafanikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana wanaenda kwa akili baada ya kwenda kwa imani. Uwe na uhakika tu kama Mungu atakupitisha hapa. Hapa nitavuka hapa, hata kama akili yako inakataa hili jambo litapita. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili bado nitavuka. Hata kama ninaweza milioni 2 lakini nitavuka. Ngoja nipambane tu. Unapambana lakini ukiwa unaamini nitavuka. Ninaamini kama Mungu wangu atanivusha, nitalipa tu. Unashangaa tu kwenye mazingira yasiyoeleweka, Mungu amekusaidia kulipa. Imani inamfanya mtu kuwa jasiri. Unapokosa ujasiri, wewe una imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka leo tusimame. Kila mmoja na shida yake. Najua kila mmoja na changamoto anayopitia. Hebu simama, anza kutafakari. Biblia inasema tazama, mimi ni Mungu wote wenye mwili. Je, kuna jambo gani gumu nisiloliweza? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kushindwa jambo lolote. Huyu malaika akamwambia Mungu ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Mariamu akasema na iwe kwangu. Hebu tusimame wote. Hebu vuta picha, kuna jambo gani ambalo limekuwa gumu kwako? Jumapili hapa watu watakuja kushuhudia hapa. Watakuja kushuhudia. Nyosha mikono yako juu. Je, kuna jambo gani gumu ambalo limeshindikana? Ni biashara? Fumba tu macho yako, anza kuwaza. Mimi sijui unachopitia ni nini. Yaani wewe fikiria kile kitu ambacho unaona hapa kimekuwa kigumu. Utakapofikiria na utakapoamini kwamba Mungu anaweza, itakuja nguvu hapo hapo. Hapo hapo itakuja nguvu, itakuokoa. Haleluya. Recapacity. Wewe fikiria, tufuma macho yako, fikiria. Kuna mwingine anadaiwa school fees. Mwingine anadaiwa kodi ya nyumba. Kuna mwingine anataka biashara. Kuna mwingine, yaani kila mmoja ana tatizo lake. Mwingine anaumwa, anataka kupona. Mwingine ana madeni. Amepambana kajaribu kulipa huko na huko kashindwa. Hata wakamchukulia vitu vyake. Iko nguvu. Ile nguvu iliyomsaidia Mariamu kumpitisha Yesu akiwa hana mme. Ile nguvu iliyomsaidia Musa kuvuka bahari. Haleluya. Ile nguvu iliyomsaidia Yoshua kuvuka mto Yordani ni kwa sababu aliamini tu. Hebu anza kuvuka kwa imani. Huko ukiwa unatafakari, vuka tu kwa imani kabisa. Recapacity. Raba katokosia baba. Ria baba setera mama. Ria baba, fumba macho kabisa. Kuna nguvu inakuja hapo ya kukuvusha, ya kukutoa hapo ulipo. Yes. Kwa hiyo anaamini, naona nguvu iko hapo. Yes. Wasema tu Yesu, ninaamini. Ninaamini. Sema kutoka kwenye moyo wako. Wasema ninaamini lazima nifanikiwe. Ninaamini lazima ugonjwa wewe nipone. Ninaamini. Ninaamini Yesu Kristo. Ninaamini mwana wa Mungu. Bikira Mariamu akasema na iwe kwangu. Yes. Ria baba.
Ria baba setira mama. Yende ria baba. Ipo nguvu inakuja ndani yako, inakuja hiyo nguvu. Yes. Kwenye moyo wako utasema mimi ninaamini. Sema mimi ninaamini. Ninaamini kufanikiwa kwenye biashara yangu. Wewe sema tu kwenye moyo wako ninaamini. Lazima niwe mfanyabiashara mkubwa. Ni kweli kibinadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Ninaamini mimi kuwa mke wa mtu. Ninaamini kuwa mwanandoa. Ninaamini kuwa nitakuwa mama na nitakuwa na mume wangu. Ninaamini. Kwenye moyo wako sema tu mimi ninaamini. Ninaamini madeni ni mwisho. Ninaamini vifungo vya uchawi, mizimu inaondoka. Wewe sema tu ninaamini kwenye moyo wako. Kwenye moyo wako. Kwenye moyo wako. Amesema ninaamini tu. Ninaamini kuwa mfanyabiashara mkubwa. Ninaamini. Wewe sema tu ninaamini kwenye moyo wako. Ile nguvu ya Bikira Maria inakuvusha. Naona kuna nguvu inavusha watu hapa. Ninaamini. Yes. Rikapasetetete. Ria mama setetete. Yes. Pokea. Wewe sema ninaamini. Naona kamba inakatika. Yes, naona mpaka unaondoka. Yes. Wewe sema tu mimi ninaamini Yesu. Nisamee kutokuamini kwangu. Yes, mapepo lazima yaondoke. Rika papa. Toka. Yes, achia imani yake. Yes, naona Stella anavuka. Naona Stella anatoka kwenye giza. Yeye na mume wake wote. Yes. Pokea kuwa mfanyabiashara mkubwa. Pokea. Yes. Roho ya mauti inatoka. Yesu nikaraka juu kabisa. Mpokea nguvu. Yes. Pokea nguvu. Pokea. Yes. Double anointing. Yes. Ninaamini. Pokea. Yes. Pokea uzima. Ria baba sakara mama. Ria baba sakata mama. Pokea kufungulia milango ya uchumi. Yes. Roho ya kutangatanga imevunjika kabisa. Haitasimama tena kuanzia leo. Ria baba sitititi. Riko tekeria mama siti. Ria baba sitiri mama. Raba kanta ya basika. Pokea kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu iwe juu yako. Naachilia neema juu ya neema. Roho za usumbufu na uharibifu ninaziapisha zikuachie. Kwa jina la Yesu. Ninaamini. Ninazipokea zile baraka zote ambazo Mungu amenikusudia. Ninaamini ya kwamba nimefunguliwa. Ninaamini ya kwamba nimebarikiwa. Ninaamini ya kwamba nina afya njema. Ninaamini sina mashaka. Kwa jina la Yesu. Ninaamini ninalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa jina la Yesu. Amen. Piga makofi kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Mungu amekubariki sana. Na Mungu amekutia nguvu. Naomba nimkaribishe babu kijana basi tuimbie wimbo tena mwingine. Lazima tunyonye maziwa yote kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Huku watu wanatoa sadaka, babu kijana kituimbia. Tunyonye maziwa yote. Amesha kuja tumtumie manake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametubariki na mtumishi wake. Achilia sadaka yako huku na sisi Mungu. Umezidi upendo, kuna amani ndani ya amani. Jamani amani imezidi amani kwa Yesu. Kwa Yesu tupo hai. Kwa Yesu tupo hai.
shida